Kijiji hiki cha Ruhimba kama alivyotangulia kusema hapo kiongozi, kimeingia mkataba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba miundombinu ya umeme hasa ya gridi ya taifa inakuwa salama wakati wote. Na kwa eneo lenu la kijiji zimepita nguzo 7 za gridi ya taifa ambazo zinapatikana hapo nyuma ya sekondari ya Feo cha kipande kuja kuunga hapo kwenye huo mtu sijui naitwaje nimesahau kidogo. Kwa pana nguzo 7 hapo. Hizo nguzo ziko kwenye himaya ya kijiji cha Ruhimba. Na hizo nguzo ni jukumu la wananchi wa kijiji cha Ruhimba kuhakikisha kwamba zinakuwa salama ili umeme uweze kusafiri kwa usalama, huduma ya umeme iweze kupatikana maeneo yote ya mkoa wa Ruvuma na nchi kwa ujumla. Kwa sababu hitilafu yoyote inaweza kutokea hata kwenye nguzo moja wapo kati hizo 7 zilizopo kwenye eneo la Ruhimba, hiyo hitilafu itapelekea kukosekana kwa umeme kwa maeneo mengine yote ya mkoa, kwa sababu hiyo line kama tulivyotangulia kusema ndio chanzo cha umeme mkubwa ambao unafika kwenye substation yetu ya Songea iliyoko pale mtaa wa Unangwa. Ule umeme ukishapozwa pale ndio unakuja sasa kwenye njia za usambazaji ambazo ndio hizi nguzo ndogo ndogo zinazokuja kutuhudumia moja kwa moja wananchi. Kwa hiyo nguzo moja ikiathirika, maana yake umeme hautafika kwenye kituo cha kupozea. Usipofika basi huu umeme tunaotumia nyumbani pia hautaweza kufika. Kwa hiyo tutakosa huduma. Kwa hiyo ndio maana tunasema tushirikiane, tuendelee kuilinda hii miundombinu yetu ili tuweze kuendelea kupata huduma ya umeme ya uhakika. Na sababu ya msingi sana ambayo inatuweka mahali hapa tuendelee kupeana elimu juu ya hii miundombinu ya umeme hasa ya gridi ya taifa ambayo lazima wananchi wote mfahamu ni kwamba ni masuala ya kiusalama zaidi. Na ndio maana kwa wale ambao mmepitiwa na hiyo miundombinu mtakumbuka kwamba hata kabla ya huo mradi haujajengwa ulifanyika uthamini, mkathaminiwa yale maeneo ili muweze kupisha mradi line iweze kujengwa. Kwa sababu ya msingi ilikuwa ni kwa ajili ya usalama, ili kwamba mwananchi aweze kupisha lile eneo, apate eneo mbadala, aendeleze shughuli zake, kwa sababu akibaki kwenye lile eneo atapata madhara ambayo mhandisi ametoka kuyazungumzia hapa ya huo umeme, mionzi mikali ya umeme. Lakini pia ukiendelea na shughuli zako pale, wao unaweza kadondoka kwa kupiga, ukiwa unafanya ufugaji pale, unachunga mifugo, inaweza kadondokewa na waya ikafa. Kwa ili kuzuia hayo masuala ya kiusalama kwa binadamu na wanyama au na mali zao, wananchi na mali zao, ndio maana serikali ilifanya nini? Ilifanya compensation, ilifanya fidia ili maeneo yaweze kupishwa, yaweze kutumika kwa ajili ya kusafirishia umeme. Lakini eneo la pili la usalama ilikuwa ni kwa ajili ya usalama wa miundombinu yenyewe. Kwamba miundombinu hiyo pia lazima iweze kuwa salama wakati wote ili iweze kutupa huduma iliyo bora wakati wote. Kwa hiyo kwa lengo la usalama wa miundombinu ndio maana hilo zoezi pia la fidia lilifanyika. Kwa hiyo ni malengo mawili, usalama wa raia na mali zao, lakini pia usalama wa miundombinu ili iweze kutoa huduma iliyo bora wakati wote kwa ajili ya maendeleo ya mwananchi mmoja mmoja, mkoa na taifa kwa ujumla. Nadhani kufikia hapo tunaelewa. Wananchi wa Ruhimba muweze kuendelea kushirikiana na shirika hili ambalo ni mali yenu, kwa sababu shirika la TANESCO kwa mali za umma ni jukumu la kila mwananchi. Sisi wengine ni watumishi tu, tumepewa dhamana ya kushirikiana na wananchi katika hali ya kuletea nini? Maendeleo. Lakini sisi hatupo Ruhimba. Kwa hiyo matukio yanayotokea Ruhimba sisi hatuwezi kuwepo kwa wakati kuyadhibiti. Ndio maana tunasema hili jukumu la ulinzi ni la sisi sote. Na sisi tukishirikiana kwa umoja wetu, tunaamini hiyo miundombinu yetu itakuwa salama na itatupa huduma iliyo bora kwa wakati wote. Baada ya kusema hayo